kutazama mbinguni. Ulimwengu haukuzaliwa kutokana na machafuko ya kubahatisha, bali uliundwa kwa usahihi usio na ukomo. Uumbaji wa ajabu unaozidi uwezo wa bahati nasibu. Kazi bora inayohitaji msanii mkuu. Hapo mwanzo alinena na vikawa. Gundua ukweli wa asili yetu. Ndiyo, Bwana ni mwema kwa mara nyingine, na tunaendelea kurudisha sifa na utukufu kwake, kwa maana ameendelea kutupatia mafunuo ambao kwa hakika ninaamini watu wengi hapo mwanzo hawakuweza kuyatambua. Niwakaribisha tena katika mfululizo wa mafundisho haya, mfululizo wa masomo haya ambao tumeyapatia kichwa kinachosema uumbaji au uibukaji sura halisi. Nikiwakumbusha katika somo lililopita tuliweza kutazama na kujaribu kuuliza maandiko matakatifu, lakini pia tukauliza historia kwa ufupi sana, na tukauliza wataalamu wa lugha, na tukaangalia uhalisia wa mambo, na tukaona wazi ya kwamba Adam alipata kuzaa watoto watatu ambao kwa mujibu wa maandiko matakatifu kati yao watoto watatu mmoja alifanana naye. Na hii inaonyesha wazi ya kwamba kumbe kuwa na familia ambao ina watoto wa mionekano tofauti ni jambo la kawaida, na hili tuliliona katika familia pia ya mzee Isaka pamoja na mkewe Rebeka, lakini pia tukaja tukathibitisha kwa kutazama matukio yanayotokea katika kizazi chetu hiki cha mwisho, ambako tunaona mapacha mbalimbali wakizaliwa wakiwa na mionekano tofauti, ingawa kwa upande mmoja au mwingine wamekuwa wakifanana. Maandiko matakatifu yameendelea kufunuliwa na Mungu kupitia Roho wake Mtakatifu kwa kutumia matukio ambayo yanapata kutokea duniani, lakini pia kwa kutumia vitu vya asili kama ambavyo tulipata kuona katika somo ambalo tunakwenda kujifunza sasa, ambalo limepatia kichwa kinachosema Shem, Ham na Jafet. Tutakwenda kuangalia sasa kwa ujumla, baada ya Adam kuwa amezaa wale watoto watatu, watoto wake wengine walikuwa na mionekano aina gani. Lakini pia tutakwenda kutazama swali ambalo ninaamini watu wengi waliweza kujiuliza katika somo lililopita, ya kwamba je, watu wa mionekano ya rangi ya dark, rangi ya kivuli, au wengine wanaita rangi nyeusi, walikuwapo kabla ya gharika? Nipate kuchukua nafasi hii kuwakaribisha tuweze kuomba, tumkaribishe Roho Mtakatifu kama ilivyokuwa kawaida yetu apate kutufundisha. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uishiye mahali pa juu mbinguni, kwa mara nyingine tena tunakukaribisha katika kujifunza masomo haya. Tupo tayari sasa na tupo katika unyenyekevu kama ambavyo umepata kutuagiza. Katufundishe, katufunulie, ili mwisho wa siku sifa na utukufu zikakurudie wewe. Tumeomba katika jina la Yesu, amina. Maandiko matakatifu katika kitabu cha Isaya sura 44 mstari wa 24 yanasema, Bwana mkombozi wako, yeye aliyekuumba tumboni, asema hivi, mimi ni Bwana nifanyaye vitu vyote. Kwa wapendwa katika Bwana, ambaye anajua mchakato wa kuumbwa kwa mtoto tumboni si mwingine bali ni Bwana. Lakini anasema yeye sio tu Bwana, yeye ni mkombozi. Kwa lugha nyingine, amekuokoa ukiwa tumboni. Maana tunaona kuna watoto ambao wanakufa, lakini wewe leo upo na unasikiza masomo haya, ni udhihirisho wa wazi ya kwamba alikuokoa tangia tumboni. Lakini sio alituokoa tu katika tumbo, lakini anakuokoa sasa katika fikra ambazo zimekuwa zimechafuliwa kwa muda mrefu, hasa katika mafundisho yale ya uibukaji ambao yanapelekea watu kuanza kubaguana kwa sababu tu ya mionekano. Kwa hiyo ni mkombozi katika kila nyanja, na katika kila ambacho tunakuja kujifunza leo, ninaamini ni sehemu ya ukombozi huo ambayo Isaya anausema. Sikia, katika tovuti ya Jamii Forum tunakutana na article nyingine inasema, kama binadamu wa kwanza alikuwa mweupe, watu weusi wametoka wapi? Kama umefuatilia masomo haya kwa makini, utagundua ya kwamba Biblia haisemi kokote ya kwamba mtu wa kwanza alikuwa mweupe. Biblia inatuambia mtu wa kwanza alikuwa mwekundu. Na swali la pili wanasema, mtu mweusi ametokea wapi? Katika tovuti nyingine ya Jamii Forum nakutana na article pia inasema, mtu mweusi yani Mwafrika sio uzao wa Adam na Hawa,
Ndivyo ambavyo watu wanaendelea kusambaza hizi rumors, wanaendelea kusambaza huu udanganyifu. Lakini Biblia ipo very clear ya kwamba sisi sote tunatokana na mzee Adam. Na katika somo hili tutakwenda kujibu swali hili ambalo huyu mtu aliliuliza kuhusiana na watu weusi walitokea wapi. Sikia, katika kitabu cha Mhubiri sura 7 mstari 25 inasema, nikageuka na moyo wangu likazwa katika kujua na kupeleleza na kuitafuta hekima na maana ya mambo yaliyoko. Hekima tunayotafuta hapa ni ile inayopatikana katika maandiko matakatifu pekee. Sikia, Mwanzo sura 4 mstari wa kwanza, wa pili na 25 unasema, Adamu akamjua mkewe, naye akapata mimba, akamzaa Kaini, akasema nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana. Akaongeza akamzaa ndugu yake Habili, akamjua mkewe tena, akamzaa mwanamume mwana wa kiume, ambaye akamwita jina lake Seti. Na tukajifunza ya kwamba hawa watoto watatu, wawili hawakufanana na wazazi wao, ila mmoja alifanana na wazazi wao. Ndicho ambacho Biblia imeendelea kukihubiri kwa kizazi, kutoka kizazi hadi kizazi. Wakorintho wa kwanza 15:48 inasema, kama alivyo yeye wa udongo ndivyo walivyo wa udongo. Naomba unote, kama alivyo yeye wa udongo, bila shaka na wanaotokana wa huyo wa udongo ndivyo wanavyopaswa kuwa. Nini ambacho Biblia inamaanisha? Nini ambacho Biblia inakisema? Biblia inatuambia ya kwamba katika kitabu cha Ayubu sura 38 mstari wa 14 kuwa hubadilika mfano wa udongo chini ya muhuri, vitu vyote hutokea kama vazi. Kwa lugha nyingine, kama Adam aliumbwa kwa udongo na udongo una uwezo wa kubadilika, maana yake swala la Seti kufanana na baba yake na watoto wengine kuto kufanana naye ni swala la kawaida, kwa maana kulianza kutokea na mabadiliko ya kimuonekano katika kizazi au watoto wa Adam. Ndicho ambacho maandiko yanatuambia ya kwamba kuwa Adam kuwa mwekundu haimaanisha kwamba watoto wake walipaswa wote kuwa wekundu, kwa sababu kiasili rangi huwa zinabadilika, mionekano huwa inabadilika kulingana na mabadiliko ya mazingira, kulingana na chakula unachokula. Kwa mujibu wa kitabu cha Ayubu 38 mstari wa 14 tunajifunza hayo. Sikia, katika hii picha tunaona wazi ya kwamba udongo unaweza ukabadilika rangi, na hivyo kutufunulia wazi ya kwamba sisi kuto kufanana na Adam hakumaanisha kwamba sisi hatutokani na Adam. Ndicho ambacho udongo unatufundisha hata sasa. Mhubiri sura 7:27 inasema, tazama asema Mhubiri, mimi nimeona hayo kwa kulinganisha hili na hili ili kutafuta jumla. Najua focus yetu kubwa ni kutazama jamii au watoto wa Adam na kwenda kuonyesha mfano mwingine wa jamii moja lakini ina watu wa aina tatu. Jamii hiyo ni ya Wahindi. Tazama, katika hii picha tuna waigizaji maarufu duniani, na hao ni waigizaji wa Kihindi, na mojawapo anajulikana maarufu sana, anaitwa Shah Rukh Khan. Ukimtazama Shah Rukh Khan pamoja na waigizaji hao wengine, kwa haraka ukiuliza watu hawa ni wa rangi gani, watasema hao ni watu weupe. Kwa hiyo tuna Wahindi ambao wanaitwa Wahindi weupe, ingawa ukitazama hawafanani na rangi nyeupe, lakini wanaitwa weupe. Sikia, je, Wahindi wote ni weupe? Tazama, katika tovuti hii ya Live Journal wanasema kwa nini Wahindi wengine weusi? Kwa hiyo tuna Wahindi weupe, alafu tuna Wahindi weusi. Swali, hawa Wahindi weusi wamelaaniwa? Hawa weupe wamebarikiwa sana? Hilo ni swali ambalo natakuwa ujiulize. Na hii picha inayofuata inaonyesha wazi ya kwamba Wahindi wote sio weupe, wapo Wahindi weusi. Kwa hiyo tuna jamii ya aina moja inayotokana na jamii ya watu wanaoitwa Wahindi, lakini Wahindi hawa sio wote wanaofanana. Je, Wahindi ni weupe na weusi pekee? Tazama, katika tovuti ya Pars Today tunaambiwa kuendelea kugunduliwa kwa makaburi ya umati ya Wahindi wekundu Canada. Kwa hiyo kumbe Wahindi wapo weupe, wapo weusi na wapo wekundu. Hii inatufunulia nini kwa mujibu wa maandiko matakatifu? Kile ambacho Biblia inakisema ya kwamba Habili na Kaini hawakufanana na baba yao, bali Seti alifanana na baba yao, ni swala lililo wazi. Inatuonyesha wazi ya kwamba kumbe tuna uwezo wa kutoka katika jamii moja lakini tusifanane kimuonekano. Muhindi kuwa mweusi hakumfanyi kutokuwa Muhindi, na Muhindi kuwa mweupe hakumfanyi yeye kutokuwa Muhindi, na Muhindi kuwa mwekundu hakumfanyi yeye kutokuwa Muhindi.
as long as tunakwenda na kutazama sheria za asili, tunakwenda na kuchunguza kile ambacho maandiko matakatifu yanakisema. Swali, je, hawa Wahindi wanabaguana? Ukifuatilia kiundani, wapo Wahindi ambao wanabaguliwa kwa sababu ya mionekano yao. Wahindi weusi hubaguliwa kwa sababu ya mionekano yao. Lakini ukisoma kwenye historia, Wahindi wekundu wengi walikuwa wakiuawa na watu kutoka Ulaya ambao tunawaita watu weupe, waliwaua, na hata sasa jamii ya Wahindi wekundu hawapo. Lakini historia inatuonyesha kwamba Muhindi sio lazima uwe mweusi au mweupe, unaweza ukawa wa muonekano tofauti, bado ukaendelea kubaki kuwa wewe ni Muhindi. Kama ambavyo sisi leo ni binadamu, pamoja na utofauti wetu wa rangi, bado wote tunaitwa wana wa Adam. Na haya yote yanashuhudia kile ambacho Biblia inasema na kufundisha. Sikia, hii ni picha ambayo najaribu kuonyesha Wahindi wekundu ambao kwa asilimia kubwa sasa hawapo. Katika kitabu cha Ayubu sura 8 mstari wa 8 nasema, basi waulize tafadhali vizazi vya zamani, ujitie kuyaangalia yale ambayo baba zao waliyatafuta. Biblia katika kitabu cha Mwanzo sura ya 10 mstari wa 6 nasema, wana wa Hamu ni Kushi na Misri na Putu na Kanaani. Nami ukitazama vizuri katika hiyo slide nimepigia mstari mtoto mmoja ambaye anaitwa Misri, kwa sababu wa Misri ni moja ya watu ambao wametuhifadhia kumbukumbu za watu wa kale katika hali ambayo inaweza kutusaidia kujibu swali ambao tunajiuliza leo. Kwa hiyo kuna jamii inaitwa ya Wamisri. Sikia, katika kitabu cha Nyakati wa kwanza 1:11 nasema, na Misri akazaa Waludi na Waanami na Walehabi na Wanaftuhi. Kwa hiyo kumbe Misri naye alikuwa na watoto. Swali, watoto wa Misri walifanana? Je, walikuwa na mionekano ya aina moja? Ukiangalia katika arkeolojia leo utagundua kwamba katika nchi ya Misri watu hawakufanana. Wapo ambao walikuwa weusi kama ambavyo picha inaonyesha, lakini wapo ambao walikuwa ni wekundu. Ndivyo ambavyo arkeolojia inatuthibitishia. Lakini hawa wote waliitwa Wamisri. Sikia, katika picha nyingine ya arkeolojia inatufunulia hivi ndivyo ambavyo nawapendea Wamisri, wanakuchora kulingana na muonekano wako. Ukiangalia katika hizi picha 4 hapa ambazo zinaonyesha waheshimiwa hawa wa nchi ya Misri wa kale, unaona kabisa ya kwamba katika picha moja anaonekana mmoja mwanamke akiwa na rangi mfano wa manjano kwa mbali, na mwingine ambaye ni mume wake bila shaka alikuwa na muonekano wa rangi nyekundu. Ukitazama juu pale unakutana na mwingine ana rangi ya chocolate, na mwingine kwa mbali sana rangi ya manjano, wengine ni rangi ya kahawia, wengine ni rangi ya kijivu. Haya yote yanatufunulia kile ambacho maandiko matakatifu yanatuonyesha ya kwamba swala la kuwako kwa watu wenye mionekano tofauti ni swala la kawaida ambalo lilikuwepo miaka mingi iliyopita, lakini shetani analitumia hilo katika kuwagawa wana wa Adam. Ndivyo ambavyo arkeolojia, historia na Biblia inanifunulia. Katika kitabu cha Great Controversy ukurasa wa 625 tunasoma, na wale tu ambao wamekuwa wanafunzi wenye bidii ya maandiko na ambao wameipenda hiyo kweli ndio watakaolindwa dhidi ya madanganyo yenye nguvu yatakaouteka ulimwengu. Moja ya madanganyo ambao wameteka ulimwengu ni swala la ubaguzi wa rangi, na watu wengi wametekwa na fundisho hilo na kuanza kubagua watu wengine kwa sababu tu ya mionekano yao, wakati Biblia ipo wazi, historia ipo wazi, arkeolojia inaendelea kutufunulia kwa uwazi zaidi. Mwanzo 5:4 inasema, siku za Adam baada ya kumzaa Seti zilikuwa ni miaka 800, akazaa wana waume na wake. Swali, hawa wana waume na wake walikuwa wanafanana? Maana Seti tumejifunza alikuwa anafanana na baba yake, lakini Habili na Kaini hawakufanana na baba yao. Habili tunajua hakuzaa, alikufa, lakini Kaini alizaa. Kwa ndani yake nataka tuende tukatazame, je, Biblia inasema nini kuhusiana na mionekano ya hawa watoto ambao Adam alipata kuwazaa kabla ya gharika. Sikia, katika kitabu cha Matendo sura 17 mstari wa 26 tunasoma, naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja wakae juu ya uso wa nchi yote, akiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao. Kwa hiyo Biblia inatuambia Mungu ndiye ambaye aliumba watu wa jamii tofauti tofauti. Ndivyo ambavyo Paulo anazungumza katika kitabu kile cha Matendo sura ya 17 mstari wa 26. Naye mzee mmoja katika kanisa la awali aliyeitwa Agustino wa Hippo aliwahi kusema, Mungu amefanya makabila yote ya wanadamu
ya damu moja. Yeyote anayesema kwamba mtu mmoja ni kabila tofauti na mwingine anafanya utofauti katika mwili, si katika roho na imani. Kwa wazee wa mwanzo wa kanisa walitambua ya kwamba wote tunatokana na baba mmoja, naye ni mzee Adamu. Lakini mzee mwingine anaitwa Jerome aliwahi kusema mataifa yote yameumbwa kwa damu moja. Dunia ni mti wenye matunda sawa kila mahali, na jua moja linatoa mwanga kwa wote. Kwa mujibu wa mzee Jerome, naye anatueleza wazi ya kwamba sisi sote ni mfano wa mti ambao huu mti una uwezo wa kuzalisha au kutoa maua tofauti tofauti, matawi tofauti tofauti, lakini pia hata matunda tofauti tofauti. Ndicho ambacho mzee Jerome anatueleza. Barnes, mmoja wa waandishi wa mwanzo wa Kiprotestanti, naye anaandika, familia zote za wanadamu zimetokana na asili au ukoo mmoja. Hata kama rangi ya ngozi yao, sura au lugha yao ni tofauti kiasi gani, bado zinatokana na mzazi mmoja wa pamoja. Neno damu mara nyingi hutumika kuashiria kabila, ukoo au jamaa. Kifungu hiki kinathibitisha kwamba familia yote ya wanadamu imetoka kwa baba mkuu mmoja, na kwamba kwa hiyo aina zote za utofauti wa rangi ya ngozi zinafuatiliwa hadi kwenye sababu zingine au nyingine zaidi ya ile ya kwamba asili yao ilikuwa ni makabila tofauti tofauti yaliyoundwa. Kwa lugha nyingine, Barnes anatuambia kuwa na mionekano tofauti, kuwa na rangi tofauti hakuonyesha kwamba sisi hatutokani na baba mmoja. Najaribu kunukuu kile ambacho watafiti wa maandiko matakatifu wanafunuliwa na kuvuviwa na Roho Mtakatifu na kutufunulia sisi tunaoishi katika kizazi hiki cha mwisho. Barnes anaendelea kusema katika Notes of the Bible, anasema watu wote ni sawa katika swala hili, na familia nzima ya kibinadamu, ijapokuwa wanaweza kutofautiana kwa rangi ya ngozi, desturi na sheria, wanapaswa kutazamwa na kutendewa kama ndugu. Inafuata pia kwamba hakuna sehemu yoyote ya kizazi cha wanadamu iliyo na haki ya kutumikisha au kudhulumu sehemu nyingine yoyote kwa sababu ya utofauti wa rangi ya ngozi. Hakuna mtu mwenye haki hiyo. Ndivyo ambavyo huyu mwandishi anatuambia. Kwa hiyo hawa waandishi wote wanatuambia kwamba watoto wa Adam walikuwa na mionekano tofauti kabla ya gharika, na ushahidi huo tunakwenda kuona katika somo hili la leo. Tunawezaje kujua kwa hakika ya kwamba watoto wa Adam walikuwa na mionekano tofauti? Tazama, Biblia katika kitabu cha Luka sura 17 mstari 26 anasema, na kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa Adamu. Kwa hiyo unapochukua kesi ya mionekano ya watu, Yesu anatuambia kama ambavyo ilivyokuwa kabla ya gharika, ndivyo ambavyo itakuwa katika siku zetu za leo. Sikia, tazama hii picha vizuri. Hawa ni watu wanaoishi sasa. Ukitazama kwa haraka haraka utasema hawa wote wazungu, lakini hakuna anayefanana. Mmoja anafanana kama na rangi ya manjano hivi, mwingine ni mweupe, mwingine ni mweupe mwekundu, mwingine ni ana rangi ya kivuli. Ukitazama hizi picha zinakuonyesha wazi ya kwamba watu katika kizazi hiki hawafanani. Yesu anasema kama ambavyo hatufanani leo, ndivyo ambavyo ilivyokuwa kabla ya gharika. Picha inayofuata inajaribu kuonyesha watu wanaoitwa Wakushi leo au watu weusi. Ukitazama hawa watu kiundani, unakuja kugundua kabisa nao hawafanani, na sio watu wote ni weusi. Hata huo weusi au rangi zao zinatofautiana kwa hakika. Haya yote Yesu anatuambia yalipata kuwako kabla ya gharika. Tazama, katika picha inayofuata najaribu kuonyesha picha mbalimbali za mchanganyiko wa watu wanaoitwa wazungu na watu ambao wanaitwa Wahindi, watu ambao wanaitwa pia wa Afrika. Ukitazama hawa watu wote kwa undani utagundua kwamba hawafanani rangi zao, ingawa ukiwaweka pamoja unasema hawa ni wa Afrika, hawa ni wazungu, hawa ni Wahindi, lakini ukiwatazama kiundani unagundua ya kwamba hawafanani kimuonekano. Katika Biblia, kitabu cha Mhubiri sura ya 1 mstari wa 10 tunasoma, je, kuna jambo lolote ambalo watu husema juu yake, tazama ni jambo jipya? Limekwisha kuwako tangu zamani za kale zilizokuwa kabla yetu sisi. Nani aliyekuambia ya kwamba kabla ya gharika hakukuwa na watu wa mionekano tofauti? Nani aliyekuambia ya kwamba kabla ya gharika walikuwa na muonekano wa aina moja? Nani aliyekuambia hayo?
Kwa mujibu wa maandiko matakatifu yanasema hakuna jipya chini ya jua. Kama ambavyo unaona leo kuna watu wenye mionekano tofauti, ndivyo ambavyo ilikuwepo kabla ya gharika, watu walikuwa na mionekano tofauti. Sikia, katika kitabu cha Wakorintos wa kwanza 2:10 tunasoma, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Najua bado swali linalobaki ni hili: je, watu weusi walikuwepo kabla ya gharika? Kuna ushahidi gani ya kwamba hawa watu walikuwepo kabla ya gharika? Naenda kusoma Mwanzo 5:32 inasema, Nuhu alikuwa mwenye miaka 500. Nuhu akawazaa Shem na Ham na Jafet. Nimepigia mstari jina Ham, nataka tumwangalie Ham. Katika kitabu cha Nyakati wa kwanza 1:8 inasema, wana wa Ham ni Kushi na Misri na Putu na Kanaani. Nimepigia mstari neno Ham na Kushi. Kabla sijaendelea, nataka niwakumbushe kitu. Tumejifunza katika somo la sheria za vinasaba ya kwamba vinasaba vinarithishwa, vinajaribu kuelezea muonekano wa baba yako. Unafanana na baba yako, kama unafanana na baba yako, basi vinasaba vitaelezea, na kama kutatokea na mabadiliko, basi atakuwa ni machache sana. Ukisoma katika historia yote, tunaambiwa ya kwamba kati ya hawa watoto wa Ham, mmoja ambaye aliitwa Kush alikuwa ni mweusi. Swali, weusi aliutolea wapi? Je, ni mabadiliko ya mazingira au ni urithi kutoka kwa baba yake ambaye aliitwa Ham? Nataka tuende tukatazame swala hilo. Sikia, wana wa Ham ni Kushi na Misri na Putu na Kanaani. Ndivyo ambavyo tunaambiwa. Roy Alan Anderson katika kitabu cha Illuminati na 666 anasema maneno yafuatayo. Anaelezea historia ya watu wa umezimu. Naomba tunote hiki kitu anachokisema. Ni hakika na pasipo mashaka kuwa Kushi alipata kuabudiwa kama Hermes, pia Bel, mwasisi na mwanzilishi wa elimu ya nyota ulimwenguni. Ndivyo ambavyo anatuambia katika kitabu kinaitwa The Two Babylon, kiliandikwa na Alexander Hislop. Tunasoma neno Mes limekuwa likitumiwa na watu wa Misri ya kale kuonyesha uzao wa mtu husika. Hii inaonekana katika majina ya wafalme wa kale wa Misri kama Rameses, lenye maana ya mwana wa Ra. Hivyo basi neno Hermes humaanisha mwana wa Har. Tuendelee kusoma. Anasema hivi Roy Alan Anderson, sasa ukitazama katika jina Hermes, ambaye kutoka kwake vyama vya siri na umizimu hutokea na filosofia zake, neno ha ni sawa na neno ham au hem, yaani aliyeunguzwa. Ndivyo ambavyo Alan Anderson anasema. Sikia, katika kitabu cha Wimbo Ulio Bora tunajifunza maneno yafuatayo: mimi ni mweusi, lakini ninao uzuri, enyi binti ya Yerusalemu, mfano wa hema ya Kedari, kama mapazia ya Suleiman. Msinichunguze kuwa ni mweusi, kwa sababu jua limeniunguza. Ukisoma katika historia, Wakushi walikuwa wanajulikana kana kwamba ngozi zao zimeunguzwa kwa sababu ya mionekano yao myeusi. Ndicho ambacho tunajifunza kwa Roy Alan Anderson, na ndicho ambacho Biblia inatufunulia. Endelea kufuatilia. Sikia, katika kitabu cha Danieli 9:2 tunaendelea kusoma, kwa kuvisoma vitabu nalifahamu. Hivyo kwa kuvisoma vitabu tutafahamu. Sikiliza, katika kitabu hiki kinaitwa Jewish Encyclopedia. Hiki ni kitabu au kamusi kuu ya Wayahudi. Wanasema neno Ham kulingana na mtazamo huu ni sawa na Misri, mmojawapo wa majina yake ambayo yalikuwa ni Kemi, yaani nyeusi, ikirejelea rangi nyeusi ya udongo wa bonde la mto Nile. Kwa mujibu wa Jewish Encyclopedia, neno Ham linafanana na neno Kemi la Kimisri, ambao inaonyesha muonekano wa ngozi ambao ulikuwa ukifanana na rangi ya udongo katika mto Nile. Biblia inaniambia katika kitabu cha Yeremia 18:6 kuwa, asema Bwana, angalieni, kama udongo ulivyo katika mkono wa mfinyanzi, ndivyo mlivyo ninyi katika mkono wangu, nyumba ya Israeli. Kwa kile ambacho Wayahudi katika encyclopedia yao wanaeleza ya kwamba ilikuwa inaelezea muonekano wa ngozi mfano wa udongo, Biblia ina support. Sikiliza, Easton Bible Dictionary ya mwaka 1897 inaniambia neno Ham, yaani utulivu, joto, kwa Wamisri pia kuwa na muonekano mweusi. Kwa watu wa kusini mwa Misri, mwana mdogo wa Nuhu, kwa mujibu wa maandiko matakatifu. Kwa hiyo neno Ham
lilikuwa likimaanisha mtu mwenye muonekano mweusi. Sikia, kwa mujibu wa Abraham dictionary hii wanasema kuhusu maana ya jina hili Ham, Alfred Jones katika kamusi ya Agano la Kale na majina yake anasema kwa uhakika, naye anatoa asili yake kutoka kwenye neno kwenye kitenzi, yaani hamam, kumaanisha kuwa na moto, na anatafsiri kuwa ni joto au mweusi, yaani mtu mwenye muonekano mweusi. Nikisoma katika dictionary au kamusi ya King James Version tunasoma wanaandika kuwa Ham, yaani moto, joto, na hivyo kule kusini, yaani Misri, pia neno la Kimisri linalomaanisha mweusi, mwana wa mwisho wa Ham. Kwa hiyo hizi kamusi zote zinashuhudia ya kwamba huyu mtu aliyeitwa Ham kimsingi alikuwa na muonekano wa kiza. Naendelea kusoma katika kitabu hiki kingine kinaitwa The Curse of Ham. Kinasema kupitia uchambuzi wa yakinifu na kwa unyenyekevu mkuu, mtaalamu Goldenberg alifikia hitimisho kwa kufunua tafsiri hasa ya kitamaduni ya jina Ham, yaani likimaanisha joto, kiza au weusi, na kutuweka wazi juu ya mkanganyiko wa uelewa wa neno la Kiebrania ambalo lina asili yake ya kale sana katika karne hadi karne. Kwa hiyo hawa waandishi wote ninao wanukuu wanathibitisha kwamba Ham kimuonekano alikuwa mweusi, na hii inatuthibitishia kile ambacho tumejifunza katika somo la vinasaba ya kwamba kama Ham alikuwa mweusi, manake haishangazi kuzaa mtoto wa kwanza aliyeitwa Kushi naye akawa mweusi. Sikiliza, katika kitabu hiki kinaitwa Was Ham Black mwaka 2005, Goldenberg anasema tangia karne ya 17 mawazo mbalimbali yaliibuka kuhusiana na jina la Ham, yaani kwa lugha ya Kiebrania lenye maana ya kuungua, weusi au joto, likiwa sawa na neno la Kimisri yaani him, ambalo linamaanisha mtumishi au mtukufu. Katika kitabu cha Wakorinto wa pili tunasoma kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu kila neno litathibitishwa. Nikisoma kamusi nyingine inaitwa International Standard Bible Encyclopedia, na kutana na waandishi wengine ambao wanashuhudia kile hawa waandishi wanachokisema. Wanasema kwa kuwa Shem, kwa kuwa Shem inamaanisha rangi ya maji ya kunde, na Yafet au Jafet inamaanisha rangi ya kung'aa au nyeupe, imedhaniwa kwamba Ham inamaanisha jambo ambalo linawezekana kuwa ni mweusi. Hili linaungwa mkono na ushahidi wa Kiebrania na Kiarabu ambako neno shakam linamaanisha kuwa moto au kuwa mweusi. Maana ya mwisho inatokana na maana ya kwanza. Ndivyo ambavyo hawa wataalamu wote wanashuhudia kuhusiana na mtu anaitwa Ham. Ellicott Bible Commentary inasema Shem, Ham na Yafet, hakuna shaka kwamba Ham inamaanisha mweusi au aliyeunguzwa na jua, na Yafet kwa Kiebrania pengine ni mweupe, ngozi nyeupe. Shem imelinganishwa na neno la Kiashuru linalomaanisha rangi ya kahawia, yani sam. Hivyo majina haya matatu yanaonekana kuashiria tofauti za rangi au kirangi. Ndivyo ambavyo waandishi hawa wote wanatushuhudia. Sasa wapendwa katika Bwana, kama Biblia na waandishi na watafiti mbalimbali wanashuhudia kwamba Shem, Ham na Yafet walikuwa na mionekano tofauti, nani ambaye anakuja kutufunulia na kutuambia ya kwamba eti watu weusi walilaaniwa? Kwa sababu watu wote tunatambua ya kwamba kisa cha kwamba watu weusi wamelaaniwa kinakuja baada ya gharika, lakini Ham alipata kuishi kabla ya gharika. In fact alishiriki katika ujenzi wa safina. In fact alikuwa ni mmoja ya watu ambao waliokolewa katika gharika. In fact ndiye mmoja ya watu ambao waliingia katika nchi mpya ambayo Nuhu na familia yake walipata kuirithi baada ya gharika. Hivyo ni wazi kwamba maandiko matakatifu na mashuhuda mbalimbali wa maandiko wanajua na wanaelewa wazi na wameendelea kufunua wazi, ingawa shetani hataki tujue ya kwamba watu weusi walikuwepo kabla ya gharika. In fact ni moja ya watu ambao walishiriki katika swala zima la ukombozi. Sikiliza, katika kitabu kinaitwa Beginning of the End ukurasa 46 tunasoma kutoka ndani ya maandiko matakatifu maswali mengi huzuliwa na wanazuoni ambao yanakosa majibu. Hakika yapo mambo mengi tena ya kawaida ambayo twayaishi kila siku, ambayo wale ambao huitwa wenye hekima wa dunia utashi wao haujawahi kuyaelewa. Kwa hiyo haya mambo tunayoyasoma hapa, wapendwa katika Bwana, maprofesa wakuu na wanazuoni wakubwa hawayajui, lakini wewe na mimi tumefunuliwa,
na tunapaswa tusimame kwa hayo. Kwa hivyo tuondoe shaka ya kwamba eti watu weusi hawakuwako, kwa maana Biblia inatufunulia ya kwamba kabla ya laana ya Nuhu watu weusi walipata kwako. Biblia inaniambia katika kitabu cha Ayubu 36 mstari wa 10 kuwa yeye huyafunua masikio yao wasikie maonyo na kuwaagiza warudi kuacha uovu. Na hilo ni agizo la Kristo leo kwako na kwangu. Tuachane na uovu wa kubagua watu kwa sababu ya mionekano yao, kwa maana maandiko matakatifu yanatuambia ya kwamba watu weusi, watu wa rangi ya kahawia, watu weupe, watu wekundu walipata kuishi kabla ya gharika, nao walikuwa ni sehemu ya mbaraka, kwa maana Mungu aliwabariki watoto wa Nuhu. Mungu aliwabariki watoto wa Adamu. Mungu aendelee kutushikilia tunapojifunza masomo haya. Mungu aendelee kutubariki na kuendelea kutuvuvia tunaposoma masomo haya. Na hivyo niwakaribishe katika somo linalofuata ambalo linakwenda kuangazia kile ambacho dunia inafundisha ya kwamba watu weusi wamelaaniwa. Je, fundisho hilo ni la kweli au si kweli, na ukweli upoje, na nini ambacho maandiko matakatifu yanatuvuvia? Mungu awabariki na kuwalinda katika jina la Yesu nawaombea. Amina. Pendwa mtazamaji, tafadhali subscribe, washa kitufe cha kengele, waweza pia kulike, ukacomment na kushare habari hizi njema. Mungu akubariki.